Ndio maana Paulo anamuasa Timotheo, anamtumia ujumbe Timotheo, anaambia hivi vitu vifanyike na vitaka vifanyike kwako. Mkishajiombea nyingi, waombeeni pia. Kwa sababu mkishika kuombezi mamlaka hawa viongozi, mwana uhakika hiyo injili yenu haitakuwepo, mwana uhakika hiyo amani haitakuwepo, mwana uhakika zile sera nzuri ambazo zitafanya watu wafanikiwe hazitakuwepo, mwana uhakika hamtoweza kustawi kama kutakuwa kuna sera mbaya na vitu vibaya. Wanasema ombeeni ni Bwana Yesu asifiwe. Tanzania sasa hivi, ninaweza nikasema Tanzania sasa hivi ni kama mama. Tanzania ni kama mama mjamzito ambaye anaenda kuzaa. Katikati ya safari ya mama mjamzito kuna vitu vingi sana. Hivyo vitu ambavyo tunaviona katikati. Tayari kuna hofu kwenye ulimwengu wa roho. Tayari kuna uoga kwenye ulimwengu wa roho. Tayari kuna watu wanajipanga kwenye ulimwengu wa roho. Lakini ni mjamzito kwenda kuzaa kitu kikubwa. Kuna mgeuzo wa mambo mengi kwenye uchaguzi. Kuna taifa lingine la ajabu lenye nguvu ambapo nuru inaenda kulizukia, taifa la Tanzania. Sasa sio nyepesi kwenda kuzaa kitu kikubwa, kwenda kuzaa kitu kikubwa, kwenda kuzaa nchi yenye mamlaka na ya. Kwani jukumu letu sisi kuombea utulivu, amani, haki. Sasa hiyo kwa kuna vitu vidogo vidogo vinatokea, lakini baadaye miezi na kuzidi kusokea, utaona kuna uasi ndani ya jamii. Utaona kuna watu wanapasuka ndani ya jamii. Utaona kuna shida. Na then kuna nuru inayoangazia. Ilikuwa niko na kwenye maombi na nikaona nuru. Mungu kaniambia ombe. Kwa Tanzania kuna kitu kipya kimekuwa kizaliwa kwenye hii taifa. Anasema kabla mambo yote, dua, sala na maombezi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Akasema wafalme na wenye mamlaka. Sema baba yangu katika jina la Yesu ninaliombea taifa langu amani, utulivu, haki kwenye kila kitu kitakachotokea kwenye mwaka huu katika jina la Yesu. Wala amani wala chochote akitaguswa kwa Watanzania katika jina la Yesu. Watu walio sahihi wataingia, watatawala kwa haki na amani na utulivu kwa jina la Yesu.